Sasa watu wamekuwa wakiniuliza nini inaendelea na hii maneno ilifika wapi. Sasa nataka kuelezea venye kuko. Since that day, mimi simu yangu iko moto. Nikupigwa kuanzia text, kuingia WhatsApp, kuingia kila mahali. Ni kuandikiwa message, ni matext, ni nini, ni kukorogwa. Kila saa mimi nimekuwa nikikorogwa. Na korogwa tu throughout. Since hiyo siku. So, ile kitu nimeona sasa ile wamefanya ni kama sasa ile wanataka kuniaffect sana nayo. Ni hiyo kunitoa WhatsApp group. Na hiyo WhatsApp group, hiyo WhatsApp group, wacha niseme hata sioni ni kitu gani inafanyikaga hapo kubwa. Isipokuwa kusema tuchange, tufanye, na vitu zingine tu hata hazina maana ziko hapo. So, hivyo mumefanya ni sawa. Labda mtu mkitaka kumtoa kwa kanisa, hata hamumtoi kwa kanisa, kwanza mnamtoa kwa group. So, Sunday unasema nikuje. Na kama ninakuja, nikuje nikijua after church ni mambo yangu itakaliwa chini na committee na mimi nikue. Nyinyi mnaona ukweli mimi naweza kaa hapo nikingojea niulizwe maswali na maswali kitu hakuna. Kwani mimi kukuja kanisa kuita Baba Shiro hapo kwa gate, makosa iko wapi? Bado nawauliza makosa iko wapi? Na hapo ndio unaonaga mambo inaanza kuharibika, na inaharibika na kitu hata hakuna. Because there is no way unaanza kunifukuza kuliko mfukuze mwenye nilikuwa napigia simu anakataa kuchukua. Mwenye alikuwa anapiga simu inakosa kuchukuliwa ndiye mnafukuza na ndiye mnatoa kwa WhatsApp group. Nani anafaa kutolewa kwa WhatsApp group? Ni mwenye hakukuwa anachukua simu ama ni mwenye alikuja kutafuta mwenye achukui simu? Makosa yangu iko wapi hapo? Wewe chairlady ni sawa. Kama mimi mkifungua hiyo WhatsApp group mimi sikukua. So mimi sijui kama kuna katiba yenu mtu akifanya kitu maybe kitu fulani hivi anatolewa kwanza, na sijui kama mnanitoa mwezi mmoja ama miezi mbili ama mmenitoa forever. I don't know. Kosa kuna mahali mlinipea nisome mkiniweka kwa hiyo group. Nilikuta tu mmeniweka. Hata mlinirequest kuniweka kwa hiyo group. Mlinirequest kuniweka kwa hiyo group. Si mliniweka ni kama group ya matanga nikajikuta hapo ndani. Hakuna kitu inanistua hapo. Wacha nikwambie hakuna kitu inanistua mama Masi. Wacha nikwambie hakuna kitu inanistua nayo kunitoa kwa group. Mliniweka kama matanga. Venye unajikutaga kwa group ya matanga na nini kwa WhatsApp. Alafu una expect mimi nikuwe serious na hiyo group. Ati sasa mkinitoa sasa ni kama mmenitishia hakuna kitu najua yenye inaendelea kwa church. We, charity mimi nimekutuma kwa washirika wenu sasa. Because I don't belong to you. I don't belong to that church. There is no way mtatoa kwa WhatsApp group. Hata kwa kanisa mkuu ya mjanitoa, mshanitoa. Na mjue mmenitoa na mimi nilikuwa nimeletwa na Baba Shiro. Hata Mungu niliuliza nilikuwa nimetoka wapi. Kanisa kwetu siwezi tukano ile nilikuwa naenda. Siwezi tukano venye nimetukano na hao washirika. Hao washirika kazi ni kunitukana. Kazi ni kunitukana. Hakuna kitu hata muingine hata ajui nilifanya nini. Ni kunitukana, unatani sijui jina ya kanisa, sijui nini ulionekana hapo usiku. Watu hata nafikiria kuna kitu mbaya sana inafanyika hapo kanisani. Wewe umeharibu jina ya kanisa. Nataka kukuambia hata sijui kama Baba Shiro mwenyewe alikuwa huko ndani. Ni gari labda ilikuwa imewekwa hapo. Hata hizo gari labda walikuwa wameshachukua gari moja wakaenda na gari moja wenye walikuwa wanataka kwenda. Hiyo simu zote unaweza pigia mtu na anaiona hivi baadaye anaweka simu mteja. Alafu mimi ndiye ninatoa WhatsApp group. I don't mind venye mtanichukua mnichukue, sitaki kujua. Lakini wewe chairlady wacha nikwambie. Hiyo venye una control hiyo kanisa kwa inaonekana wewe ndiye kusema kila kitu. Mimi huwezi kwa ni control. And soon and very soon hata Baba Shiro atatoka kwa hiyo kanisa. Mimi mwenyewe hata nasomea Bible kwa nyumba. Hata kwanza mimi ndiye naongozaka nyimbo hiyo kanisa. Mimi ndiye naongozaka hiyo nyimbo hiyo kanisa. Tafuteni mtu mwingine aongoze nyimbo. Mimi nitaingia kwa nyumba na nijiwekee nyimbo hiyo Sunday na nitakuwa ninaruka na nikiimba na nyimbo. Hakuna kitu nimemiss. There is nothing I will miss there.
Hakuna, isipokuwa ile mshene mnakuaga naye hapo kwa group na nini na nini na nini. Hata saa hiyo mkiongea mkichat. Kwani sikuona ni matusi na kunitusi na kunichati tu nikiwa hapo, na hata sikuwa ninaongea, hata sikuwajibu, na mnanitoa kwa group. Labda mlifikiria nilinyamaza kwa nini? Let me tell you. Wewe chair lady, hata wewe boma yako siku moja utajipata, wacha kushinda ukiona uko perfect. Hata hatuko sure sana, labda umevumilia. Umevumilia kitu yenye hata wewe huwezi ambia mtu. Na kwa vile wewe ndiye mkubwa wa hiyo kanisa, sasa unajifanya kila kitu kwako ni perfect. Hiyo labda hata ni kufainti, unataka kufainti kwa nyumba yako. Hata labda umefurahia sana mimi nimekusaidia kiasi. Mimi nitoeni vitabu za nyimbo, mimi niko na zangu kwa nyumba. Niye kinyadarama ye nyumba. Deda kura kinyadarama nyumba, niko na drums za kupiga kwa nyumba na kila kitu. Hufa iko hapo, nikitaka gutiri fatano nyumenya abatie drama kule iguru demeni yalie. Nikaushe drums zangu na nianze kuimba hiyo Sunday, na mtaona nikiendelea. Hakuna mahali hiyo kanisa inanipeleka nikose ati nini mnashinda mkinihanda. Never forget about it, na hakuna kitu nimelose. Na Baba Shiro soon and very soon hata yeye atachomoka. Ukiona mahali, kwani nyinyi mnahesabu Baba Shiro mwenyewe ashawahi nigombanisha since that date, ashanigombanisha ama amekanyangia tu hiyo story. Amekanyangia hiyo story kwa sababu anajua pia alizima simu. Nyinyi ndio mko mioto. Hata yeye atatoka hiyo kanisa na mtajua ametoka na style gani. Hamutajua. Mnamuona tu hapo, mnafikiria anafurahi sana, mnanisengenya akiwa hapo, mnafikiria anafurahi sana. Hiyo miaka niko naye ni miaka nyingi sana. Mnataka kusema sasa ako saidi yenu. Forget. Mimi mwenyewe hata hajanigombanisha since. Fanyeni venye mnataka kufanya. WhatsApp group nimeingia mingi sana huku. Hata saa hii mimi naongea niko kazini. Niko ma WhatsApp group karibu 20 hapa. WhatsApp group hata zingine na broken because zinajaza message. Hiyo ya kanisa hiyo ndio mnafikiria ninastuka naye. Don't mind.